kazi ya mnyama Meja Jenerali Samuel imetamatika, na miongoni mwa maneno maarufu kwenye vibanda vya mpira ni hiyo 2 kubwa unayoiona ni ya mnyama na hiyo 0 ndogo ni ya Mashujaa. Ni katika namna tu ya kutengeneza sanaa ya kufurahisha mashabiki. Of course ningeweza kusema ni 2-0, 2-0, lakini kwa sababu 2 inaonekana ni kubwa pale, kwambia hiyo 2 kubwa hiyo ni Simba, na hiyo 0 kubwa, hiyo 0 kikaa pale maana yake si hamna kitu. Kwa hiyo nakae na ona wivu, mbona mwenzangu ana 2, kuifuta hiyo ndo inakuwa ni kasheshe, lakini ni namna tu ya kuburudisha watu, kufanya watu wafurahi, watu wajisikie sehemu ya matangazo, watu waupende mpira wa miguu, kwa sababu mimi toka nimeanza kufanya hii kazi, moja kati ya jukumu langu kubwa ambalo nalizingatia ni kufanya mtu atabasamu kwenye TV yake. Mtu analipia kisimbuzi chake atazame, mtu yuko kwenye banda umiza analipa 1500 anatazama mechi, so asitoke akiwa amenuna. Angalau atoke ametabasamu kwa maneno mazuri ambayo naweza nikayaweka pale. Kwa hiyo inakuwa ni sehemu ya kuburudisha watu zaidi. Mwamba, unahisi bao gani katika haya mawili ambalo unaamini watu wengi wametabasamu baada ya kulitafsiri? Yote mawili. Bao la kwanza of course ni top goal. Sure. Amefunga Libase Geye, watu wengine wanahangaika. Anaitwa wengine anasema Guye, wengine Gweye. Sasa yule ana namna 2 za kutamka. Ya kwanza unaweza kusema Geye, Libase Geye au Gweye. Ile Gweye, Gweye, Gweye au Geye. Option hizo 2. Lakini ile inakuwa ni Libase wala sio Libasi. Inabaki vile vile Libase kama akina Kone, sawa, akina Lasine, akina Lasane, watu wa West Africa, Senegal yule pale. Kwa hiyo lazima unaona kama yule mido wa Senegal, Simba wa Teranga alikuwa anacheza AFCON. Captain yule ambaye alikuwa anafanya balaa kubwa sana, Idrissa Gana Gueye. Ni kama wale. Kwa hiyo namna ambavyo alipokea ule mpira kutoka kwa Kid Dennis, ulikuwa unahisi labda atapiga pasi. Lakini left footers, moja kati ya sifa zao nyingi ni kukati na mpira. Anaingia ndani, anaweza kakevu engo ya mbali. Mara nyingi makipa huwa ategemei kama anaweza akafanya kitu pale. Kwa hiyo Geye alichokifanya ni kupokea mali, akasogea kidogo. Asalamu alaikum. Mambo ni mazuri? Haya bwana. Haya. Mbona watu wangu wameenjoy bila shaka. Mkorofi bwana. Umeona bwana umemsifia Gueye? Nimemsifia. Mashallah. Bwana of course alifunga goli zuri sana. Mimi napenda sana wale inverted winger. Winger anatumia left footer. Yaani anatumia mguu wa kushoto. Anacheza kulia. Atakuwa na nafasi kubwa, akidrive na cut in na mpira. Anaweza kuwa ana nafasi 2. Aidha kapasia, kajeza cross ile inswing cross. Yaani unajua akicheza kulia anaweza kaijaza kulia kutafuta engo ya mbali, mtu akafunga au akakevu. Na ndicho alichokifanya. Alipovuta ya kwanza, ya pili akamchungulia kipa kuona kuna nafasi upande wa kulia wa goalkeeper, akakevu kuiweka kule mbali. Muntali anashangaa, chuma imekaa kambani. Magoli kama yale yanafungwa na top attacking midfielders wa namna ile ambao wanacheza kwa mguu tofauti, upande tofauti. Kwa ni goli zuri, limejaa kambani, na hivyo ndivyo mchezaji bora unajitambulisha katika ligi bora kama ya Tanzania. Zimepigwa story nyingi za umeona cheka. Kwa sababu umecheka. Unaiga anapocheka. Kumekuwa na story nyingi zimezungumzwa hapa katikati baada ya mchezo wa Esperance Sportive de Tunis. Nafikiri mmeona. Sahihi. Story kama zile unazizima kwa kufunga magoli mazuri. Sure. Yaani cheza mpira mkubwa afu nazima story mbaya. Ni kama vile ambavyo unaweza kwa bahati mbaya mtu wako wa ndani akaachia connection ya kwako. Watu Jadu uko namna hii, sijui Keni uko hivi, alafu kafanya kitu kikubwa hapa katikati ambacho kimekupa sifa, unazima kile kibaya. Una set agenda, unazima kile kibaya ambacho kinafanyika. Kwa kiwango alichocheza leo, goli aliyofunga,
man of the match, anaendelea kutengeneza story nzuri inayomzunguka yeye na kuua maneno mabaya aliyokuwa anazungumza kuhusu yeye. Of course kwangu mimi nafikiri ni usajili mzuri zaidi ambao Simba wamefanya dirisha hili dogo la usajili. So atawasaidia, anajua kucheza mpira, ana ball control, ball technique, anajua kupasi, anajua kupiga, anafanya kila kitu ambacho modern player anatakiwa kuwa nacho. So superb, nzuri sana ile. Goli la Mwalimu alihitaji kufunga goli kwa wakati ule kwa sababu Simba imekuwa na problem katika eneo la ushambuliaji. Nafikiri mnajua. Wana create nafasi nyingi, wanashindwa kufunga. Imewalazimu kuondoa baadhi ya wachezaji. Wamemtoa mchezaji kama Steven Dese Mkwala ambaye alikuwa anaanza mara nyingi lakini ameuzwa. Sasa wanajaribu kutafuta namna ya kutibu eneo la juu, na leo walianza na force number 9, hawakuwa na namba 9. Kibu Denis ni attacking midfielder, kiungo mshambuliaji, so akamweka katikati katika mfumo wa wachezaji wa 4-3-3 4-3-3. Akawa amemweka Anse Ura upande wa kushoto nafikiri, afa akamweka Libase Gay upande wa kulia. Mwalimu alivyoingia wakawa tayari wana typical number 9, striker yuko uwanjani. Namna Simba alivyocheza pasi kwenda kuataki lango la Mashujaa, uharaka wa Chama, uharaka wa Kibabage unamdeflect mchezaji wa Mashujaa, hatimaye Mwalimu anafunga goli. Ndipo pale ambapo nimesema Selemani we nafikiri sikia Jumapili wimbo wa Mbosso sikumalizia tu mirungi mishisha kwenye mpira, mirungi si mihadarati ile bwana. Lakini ni mshambuliaji mzuri, alitakiwa kufunga goli, amefunga. So ilikuwa ni goli zuri ambalo setup yake ndio ilikuwa bora zaidi. Imenikumbusha enzi za Simba akicheza soka biriani, pasi nyingi, Chama anafanya vitu vyake, na nilikuwa nafuatilia hata wale match analyst wa Simba muda wote, Chama is the top, Chama is the top. Nikataka niwakumbushe kwamba yani ninyi wachambuzi wa video wa Simba nasema Chama is the top now. Huyu ndo anamaliza, hamjamuona. Yani kama Wahaya umependeza, huyu janiona jana. Chama wangekuwa wamemuona enzi zile ni bala, lakini amekuja Ulitaka kuniuliza kuhusu Chama au nimekimbilia mbele? Nataka nikwambie kwamba basi uliza swali kuhusu Chama. Ni sahihi kusema kwamba Chama ndio anafanya Simba hii tunaiona ikicheza soka la aina hii, kwamba Chama ndio Simba. Umewahi kuona vyuma vimekamatana? Vyuma yani vinalia kancha. Unatakiwa ulainishe na nini? Kuna kitu kinaitwa oil au grease. Grease ni lubricant ya kulainisha vyuma ambavyo vimekaza. Hata kufuli lako la geti lako pale jadu likiwa alifunguki, weka grease, vitu vinakuwa laini, unafungua na tekenya unaondoka. Chama amekuja kulainisha Simba ngumu. Simba ilikuwa inakosa mtu mwenye akili ambaye atakuwa ni playmaker, aamue Simba icheze wapi, ataki vipi. Zile pasi zake, kama anaenda aendi, kama anataka kukimbia akimbii. Angalia namna alivyokuwa anapenyeza pasi, hata ile pasi ya goli la Selemani Mwalimu alivyopitisha, na mipira mingi ya namna hiyo. Kuna muda tu ulikuwa unaona ni kama wale wa mbele hawaelewi Chama anatakiwa kucheza vipi. Chama ni master 1-2. Anakuwekea niwekee njiani, anakupa nini na nini, lakini ukilazimisha kwenda of course itakuwa ni ngumu kwake. Amefanya kazi rahisi mbele ya wanaume wagumu. Amefanya kazi rahisi mbele ya Simba ambayo ilikuwa inahitaji mtu wa namna ile. Mara zote Simba wamekuwa wakitafuta wachezaji wa kuwatumia kulainisha safu ya ushambuliaji na midfield. Hawakupata mtu aina ya Chama. So kurejea kwa Chama kwangu mimi ilikuwa ni option sahihi zaidi kwa management ya Simba, na wamemrudisha wakati ambao ni sahihi. Trust me, Anse Ura, akina Libase Gay, akina Selemani Mwalimu, this time nadhani watafunga magoli mengi. Kama Chama ataendelea kuwa na afya njema, ataendelea kuwa na maarifa mazuri, ni top midfielder. Nafikiri ni miongoni mwa wachezaji bora zaidi wawili kuwahi kuibariki ardhi ya Tanzania katika eneo la kiungo mshambuliaji. Utaniuliza mwingine ni nani? Pacome Zouzoua.
Umalila, matokeo ya Simba tunaweza kusema inaweza kuwa turn point nzuri sasa kuelekea katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika, ukizingatia mchezo unaofuata ni dhidi ya Esperance. Simba walitoka sare ya 1-1 na Mtibwa hapa. Ninyi journalist mlikuwepo hapa, watu wangechapwa fimbo kama singekuwa wanajeshi kusaidia watu waingie kwenye basi. Watu walikasirika sana. Na nakumbuka kuna kiongozi mmoja mkubwa ndani ya Simba, sitaki kumtaja jina na muhifadhi, alitoka akakuta baadhi ya washabiki wanapiga makofi, alitukana hilo neno moja zito, akaambia makofi ya nini, akawapa hilo neno, waambieni ukweli, wanafanya ujinga. Sasa hakutumia neno ujinga, alitumia lingine lile la Uswahilini ambalo ilikuwa ni hatari, ilikuwa ni hasira ambayo ilitoka uwanjani. Ni mechi ambayo uliona Simba wanashinda, wakaja ka draw na Mtibwa ambayo mzani Simba wako juu zaidi. Leo wameshinda, wametoka wamefungwa na Esperance de Tunis, mechi ambayo walicheza vizuri. Of course nafikiri Simba walikuwa na performance nzuri. Wanakuja wanashinda leo wakiwa na siku chache kwenda mechi muhimu ambayo inaweza ikawa na mabadiliko ama ikawa ni turning point kwa Simba kuitafuta robo finali. Wamepoteza michezo mitatu mfululizo katika CAF Champions League. Haijawahi kutokea. Kwa mara ya kwanza mnyama Simba anapoteza michezo mitatu mfululizo wa makundi ligi ya mabingwa Afrika. Wakishinda na Esperance Sportive de Tunis Jumapili kwa Mkapa, inaweza ikaboost morali kutafuta pointi nyingine 6 dhidi ya Stade Malien nyumbani na Petro Atletico ugenini. Kwa hiyo leo kushinda ni kama catalyst. Just imagine Simba leo amedraw na Mashujaa Jumapili kwa Mkapa, unafikiri watu wangekuja? Of course leo wameshinda, wamecheza vizuri, kwa hiyo kwao imewasaidia wachezaji, imejenga morali, imejenga ari, hata mashabiki wamepata nguvu, wameenjoy kumuona Chama, Geye, Ansel, Ura, wameenjoy kumuona Maurice Ngaha kwa kwenye kiwango kizuri leo. So Jumapili nadhani Simba watakuwa vizuri, wataamka vizuri. Take from me, Simba anakwenda kuifunga Esperance de Tunis. Asante sana. Shukrani sana.